tulijifunza kanuni hizo. Katika siku ya kwanza na siku ya pili nilirudia, na kabla ya kuendelea siku ya pili nilianzia na kanuni, na baadaye nikaenda kwenye dhabihu, kwamba kujitoa dhabihu, na baada ya hapo nikaja dhabihu tena. Siku ya tatu tuliangalia ilikuwa ni sehemu ya dhabihu, na leo jana tulianza changamoto, na baada ya changamoto tuliangalia katika changamoto tukaona changamoto ya kwanza ambayo ilikuwa ni changamoto ya kibinafsi. Tuliona changamoto ya kibinafsi, na niliahidi kwamba leo ningeendelea na changamoto ya kijamii. Tunaposema changamoto ya kijamii tunamaanisha changamoto ambazo zinatokana na mwingiliano wa watu wengine. Kwa hiyo tunasema ni social challenge au changamoto za kijamii. Kwa hiyo tunaanza na changamoto ya kijamii. Kama unaandika, twende na sehemu ya changamoto ya kijamii. Ninasema changamoto ya kijamii ni nini? Nimeanza hapo awali nikasema kwamba changamoto ya kijamii ni zile ambazo zinahusisha mwingiliano. Ni zile ambazo changamoto ambazo zinahusisha mwingiliano wetu na watu wengine. Na inawezekana watu hao wakawa ni watu ambao kiongozi anawaongoza, au wanaweza wakawa ni viongozi wenzake, au wanaweza wakawa ni watu ambao wako nje ya uongozi wake, lakini kwa namna moja au nyingine anahusiana nao katika utumishi wake. Hii tunasema ni changamoto ya kijamii. Katika eneo hili tunaweza kuona mambo yafuatayo katika changamoto za kijamii. Ni mambo mengi, sijui kama nitamaliza. Hata nisipomaliza hamna shida, kwa sababu hii ni awamu ya kwanza, lakini natarajia kumaliza. Katika changamoto ya kijamii, mambo yanayohusiana na watu, jambo la kwanza ni kutokueleweka kwa kiongozi na wale watu ambao wanamuunga mkono. Kutokueleweka kwa kiongozi na wale watu ambao wanamuunga mkono. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba kiongozi anaweza asieleweke kwa wale anaowaongoza. Kwa njia moja au nyingine watu hawa wamemuunga mkono kiongozi, lakini kuna mahali wakifika hawawezi kumuelewa. Yaani kuna mahali unakuwa na watu halafu hawakuelewi. Hawaelewi namna mambo yanaenda kwenye, ikiwa ni idara au ikiwa ni kwenye eneo lolote lile kama kiongozi. Na kwa sababu katika muktadha wetu tunazungumzia kanisa, na pia kwa sababu tuna watu wengi ambao wanatufuatilia, tunaweza kutukagusa na baadhi ya maeneo. Pale kiongozi unaposhindwa kueleweka, hii tunaiita ni changamoto ya kijamii. Maana wala ambao unawaongoza hawezi kukuelewa. Kwa mfano katika Biblia tunaona Musa alitumwa na Mungu kwenda kuwachukua Waisraeli katika nchi ya Misri, na walikuwa katika taabu sana. Biblia inasema walimlilia Mungu sana. Na Mungu alipokuwa anamtuma Musa alisema, nimesikia kilio chao, nimesikia maombi yao. Lakini mbele ya safari walipofika, Waisraeli waliacha kumuelewa Musa. Katika Kutoka sura ile ya 14 mstari wa kwanza hadi wa 12, hebu nipeleke mahali pale. Naomba tusome. Naomba maiki moja ambayo inaweza kusomeka, kwa sababu ukisoma nyie watu wengine hawezi kusikia. Kutoka sura ile ya 14 mstari wa 11 hadi ule mstari wa 12. Anasemaje?
Kutoka sura ya 14 mstari wa 11 hadi ule wa 12, wana wa Israeli wanasema hivi, wakamwambia Musa, je, ni kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hilo silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri? Inatosha. Kwa hiyo hawa wanamkumbusha Musa baada ya muda mrefu wa kwenda safari. Baada ya safari ya muda mrefu pamoja nao, hawaelewi anaelekea wapi. Wanaanza kumwambia Musa, tulipokuwa pamoja nawe kule tuliwahi kukwambia kwamba utuache. Wasomaji wa Biblia wazuri wanaweza kukumbuka ni wapi Waisraeli walisema kwamba Musa awaache. Wakati wa mapigo, yale mapigo yalipoendelea sana, au kabla ya mapigo, Farao alipoongeza adhabu kwa Waisraeli kwamba hawatapewa majani wala nyasi za kutengeneza tofali, lakini tofali zinazotakiwa ni zile zile. Matokeo yake walimwambia Musa, tunakuomba Musa utuache, usitupotezee muda. Hii ni sawa na kiongozi yote ambaye anaongoza katika jamii au katika kanisa. Kuna wakati mwingine huwezi kueleweka, na hasa ukiwa na maono fulani. Ni mara chache watu kukuelewa. Na ndio maana hii tunaita ni changamoto ya kijamii. Yaani changamoto na wale watu ambao unaingiliana nao. Ninapozieleza changamoto hizi unabidi uzielewe kwamba zitakuwepo changamoto za namna hii. Kuna watu hawatakuelewa. Kuna wakati utafanya jambo watu hawakuelewi, mnaelekea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mwingine watu wanashindwa kukuelewa. Mwanzoni uliwaambia hivi, mara ya pili umewaambia hivi. Kwa mfano, Musa amewaambia wana wa Israeli kwamba wanaenda katika nchi ya maziwa na asali. Alafu kumbe nchi ya maziwa na asali yenyewe ina watu wakubwa. Kama kiongozi huwezi kueleweka. Hawezi kukuelewa. Na hii inatokana na sababu nyingine kwamba hawa wasipokuelewa ni kwa sababu hawajaona uwazi wa yale mambo ambayo wanaendea. Lakini hii tunapambana nayo katika uongozi. Hata katika uongozi wangu sasa hivi kama kiongozi katika kanisa la Shekina, wachungaji wengi najua hawanielewi. Wengine wanaonekana wananielewa lakini hawanielewi. Unafikiri kwa nini? Kwa sababu kuna wengine ambao wanafikiri labda nina hela yao. Yaani kuna mtu mwingine anawazaka tu kwamba inaokeli mchungaji hana hela yangu kweli, labda imetoka hata Korea. Kwa sababu sinajua nimekaa Korea kule miaka mingi. Watu wanajua tu mimi nina hela. Na hii inanichanganya. Na hata hapa kanisani kuna wakati mwingine watu hawaelewi. Na ndio maana hata tukianza kwamba tunataka nini, mnaitaka ile ya kutoa kwa ajili ya kunisupport, mnaitaka jina gani? Huduma kwa mchungaji. Hata kwenye huduma ya mchungaji kuna watu wengine watoaki kwamba mchungaji ana hela. Kama ana gari anakosaje hela? Yaani kuna watu hapa hawawezi kuelewa. Kwa hiyo anaamua kutoa yoyote alionayo. Basi hii atajua mwenyewe, by the way ana gari. Sio hivyo. Watu hawakuelewi. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kiongozi ueleweki na inabidi upambane sana. Bwana asifiwe. Amina. Jambo la pili, anaweza kupata upinzani kutoka kwa viongozi wenzake. Wakati mwingine changamoto kubwa huja kutoka kwa wale ambao tunawaongoza. Na wanaweza kuwa ni watu wako wa karibu. Wanaweza kuwa ni viongozi wako ambao uwego na wauliza ushauri. Inaweza ikawa ni kikwazo kikubwa sana kwenye uongozi wako. Inaweza kuwa kikwazo kikubwa. Na hili tunalipata katika kitabu cha Hesabu sura ya kwanza na ya pili. Sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Hapo andika tu ili niende haraka. Hesabu sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili, pale ambapo Musa alionewa wivu na kaka yake Haruni pamoja na dada yake Miriam. Huu ulikuwa ni upinzani wa ndani, upinzani wa watu ambao wanakujua, upinzani wa watu ambao wanakutambua wewe ni nani. Na huu ni upinzani mbaya sana, kwa sababu hawa watu umekuwa nao, umekula nao chakula, umekunywa nao sukari. Sasa
wakishajua na wanajua udhaifu wako. Kwa mfano Miriam pamoja na Haruni walisimama kana kwamba wana hoja ya msingi sana. Hebu au nipeleke pale. Hesabu sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Kisha Miriam na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemwoa, maana alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Wakasema, akasemaje? Je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Asante. Bwana akasikia maneno hayo. Asante. Unaona hapo? Unaona wanaenda na sababu. Unajua watu ambao wanakuwa kinyume na wewe, kama watu wa karibu na wewe, huwa wanatafuta sababu. Walikuwa na sababu yao, walitengeneza sababu, lakini hii sio sababu. Tukiendelea kusoma mbele tunaona Mungu anayejua mawazo yao aliona sio sababu. Sababu ilikuwa ni uongozi. Kwa hiyo watu hawa wameenda wakamwambia Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi. Sasa mke anahusu nini? Umeoa kabila, sio kabila letu, ni Mkushi, si hatutaki. It's just reasons ambayo Mungu anaona kama uasi. Kwa hiyo wapinzani wanaweza wakawa viongozi wenzio. Wakati mwingine kwenye idara hizi mnazoongoza unapanga mipango mingi, na mipango hiyo inaferishwa na viongozi. Kwa sababu mnapanga hapa, kwa mfano una viongozi, mnapanga mipango nao, mnaweka kwamba tunachanga mchango huu, halafu hawatoi. Unabaki peke yako unatoa. Wale wajumbe watatoa? Hapana, hawatatoa. Na hii ndio changamoto ambayo inasumbua makanisa. Mimi nimekuwa kiongozi katika jimbo letu la Dar es Salaam na Pwani, mpaka nilipokuja kuacha baada ya changamoto nyingi. Nilikuwa na agenda moja ya ujenzi wa ofisi. Katika ujenzi wa ofisi tulipambana sana katika miezi tangu tulipoanzisha ule mchango. Karibu mwaka mzima viongozi ambao tunao walikuwa hawajatoa ule mchango. Sasa unafikiri kuna mchungaji mwingine atatoa? Tumepambana sana. Nikata kugundua kwamba inawezekana upinzani ukawa ndani ya viongozi. Pale kiongozi anapokuwa, yani kiongozi unapokuwa kiongozi, maana yake lazima uwe front line. Uwe mstari wa mbele, wewe ni mstari wa kwanza. Na kama hujaelewa jambo, uliza kwa kiongozi wako. Sio kiongozi ameshatangaza jambo afu naenda kupinga kwenye kikao. Wako wa namna ile. So tumeenda na ule mchango wa ofisi. Tumepambana, tukapambana, tumechoka. Na kwa sababu sasa hivi nimeacha mchango umezima. Sijui hata hela iko wapi. Lakini pamoja na kupambana nilikomea kukusanya 500,000 tu. So, unafikiri changamoto ilikuwa ni nini? Jambo la kwanza ni upinzani unaokuwa ndani ya viongozi wenzio. Kabla ya wale wengine, upinzani unaanza ndani ya viongozi wenzio. Just fikiria kwamba kiongozi mnakuja mmepanga vizuri sana. Kiongozi mwenzio anakuja kukuuliza swali kwenye kikao. Fikiria. Yaani mmepanga mipango na mikakati mizuri sana. Alafu kiongozi mwenzio anakuja anasema, ananyosha mkono kwenye kikao. Anasema, "Mbona mimi sielewi mwenyekiti, haya maoni ameyapata wapi?" Sio uelewi nini? Nyamaza mbele ya watu wengine, hiyo sio nidhamu. Nyamaza, mkitoka mtakwenda kuzungumza pembeni na mwenyekiti, atakufafanulia. Lakini upinzani mwingi, angalieni hata hapa kanisani kwetu, upinzani mwingi hata kwenye idara, pamoja na kwamba hamwezi kusema, unatoka kwa viongozi. Ama hawako supportive, yani maana yake hawamuungi mkono kiongozi, au wanampinga kimya kimya. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Na hii lazima tukatae sasa, kwa sababu haina maana ya kujifunza katika semina alafu baadaye ubaki vile vile. Kiongozi usimpinge kiongozi mwenzio. Usimpinge hata kama hujaelewa jambo, support. Amen. Nimewahi kuona mimi mpaka viongozi wengine wanampingana na mchungaji wao. Wewe mchungaji hatukuelewi bwana, unako tuelekeza. Hapana. Kama uelewi muulize mchungaji pembeni. Sio unatoka unaenda kueneza sumu. Kuna wengine mnamaliza kikao hapa wanaanza kupigana simu tena kikao kingine cha pili.
Wanaanza na simu. Yule mwalimu wako ile sale. Ile sale mimi. Sisi hatukubali bwana. Kile ni kikao cha pili na kile ni kikao cha uasi. Sema amen. Amen. Hata ukikasirika sema amen. Amina. Vikao vingi vya uasi viko ndani ya kwaya. Ndio maana kwaya haziendelee. Ni vikundi vya uasi. Viongozi wameshakubaliana kwamba tutavaa sare ya namna hii. Si niliviona hapo nyuma? Ndio. Nikagundua hapa kuna shida ya uongozi. Nianze nao viongozi. Ndio nilitaka viongozi wa kwaya wawepo na idara zingine, lakini hawajaja. Lakini potelea mbali, nyinyi ambao mpo eleweni hivyo hivyo. Ukweli ni kwamba upinzani mwingi unapotoka kwa viongozi huwezi kuendelea. Nilikuwa naangalia hata swala letu la ujenzi wa kanisa. Ninaogopa sana. Kwa sababu siku nikianza kusoma majina ya watu ambao wamechukua kitabu na hawajamaliza, itakuwa shida ndani ya kanisa. Kwa sababu watu wataona kama viongozi hawajatoa, maana yake hata mchungaji hajaeleweka kwao. Mnafikiri ninashindwa kutaja majina Jumapili? Ninajua, lakini naogopa kwa ajili yenu. Na walinda. Maana moja wao ya sifa ya mchungaji pia ni kulinda. Haleluya. Ninawalinda. Naomba ninyi mkumbuke kwamba tupambane. Baba yetu tumutoe kwenye huu mtego. Amen. Wale washirika wa kawaida mimi naweza kupambana nao, lakini tujiulize, kiongozi hajatoa, nitasemaje hapa mbele? Watu wa kawaida watakwambia anza na viongozi wako kabla hujaja kwetu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo pambaneni viongozi, mnitoe kwenye hiyo changamoto, otherwise mtaonekana ni wapinzani. Lakini na nyinyi najua hakuna mpinzani hata mmoja. Walio wengi ni kwa sababu tuna changamoto za uchumi. Watu wanasema hivi, wewe ni muongo. Yaani mtu hii inaitwa ni character assassination. Na wewe kama kiongozi, jamani, nazungumza na viongozi na waombeni, epukeni maneno kama yale. Amina. Alafu hiyo ndio ilikuwa ya pili so far. Watu wanasema hivi, ilikuwa ni ya pili katika maneno yale. Watu wanasema hivi. Watu wanasema hivi. Mchungaji yule ukimkopesha pesa imekula kwako. Yaani huyu mtu analenga mimi nisikopeshwe. Mtu anataka kunichafua. Watu ndio wanachafuana hivyo. Sentensi nyingine hii hapa ya tatu. Siwezi kusema sana, lakini yani hebu mchungaji Mary unaongea hapo na Lameki. Alafu mwambie anakuuliza juu ya jambo fulani. Hebu uliza uone namna ambavyo inakuwa. Kila mtu sikiliza kwa makini. Hebu muulize bwana Lameki, muulize kuhusu mtu tu fulani. Weka tu karakta ya kutengeneza. Muulize tu kama hivyo. Nataka kujua utasisikiaje wewe. Uliza tu swali lolote, uliza tu kuhusu mtu. Wewe unamjua huyu fulani, unamjua fulani. Yeyote ambaye hayupo hapa kanisani. Hivi mtumishi Beni atakuwa ameokoka kweli? Haya, sijibu kama nilivyosema hapa. Mpe mic ajibu. Jibu kama nilivyosema hapa. Lakini siwezi kusema mengi lakini sijui. No. Sikiliza, ameuliza, ngoja nijibu mimi. Siwezi kusema mengi lakini wewe unapata picha gani mbaya? Maana kuna vitu vibaya. Lengo la huyu mtu aliyejibu hili swali sio zuri. Ni kumharibia sifa yule. Na watu ndio tunachafuana hivyo. Acha kujifanya unatetea haki. Ni kuchafua majina ya watu. Ndio. Ukiwa unajua baadhi ya vitu vya mtu na huna taarifa nazo za msingi, nyamaza. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hapa nimeandika, siwezi kusema mengi lakini huyo dada ana mambo yake ya ajabu. Tunayajua lakini naomba niishie hapo nisiwe shahidi. Unaishiaje hapo wakati tayari umeshanichafua? Ndio. Fafanua mpaka mwisho, usiishie hapo. Amen. Nitakuja kuwapa hizi karatasi. Alafu jambo lingine, kuna mtu anasema hivi, kama ungelijua usingekuwa karibu na yule. Hii inaharibu mno. Mtu anaogopa kukaa na mtu. Kama ungelijua kwamba yule mwalimu ni mtu mbaya sana,
usingekaa karibu naye. Kama ungelijua lile kanisa likoje, usingeabudu pale. Ni kuchafua wachungaji. Ndio. Na siku hizi watu hawana hata shida kabisa kuchafuana. Mimi nilienda kule kijijini, nikaitwa ni Freemason. Nikasema tu hata Freemason simjui. Yaani kule maeneo ya kijijini ukiwa na gari tu wewe ni Freemason. Lakini hii inachafua kwa sababu watu wengine wanakuogopa, utawatoa sadaka. Character assassination. Nyingine, yeye ni mzuri lakini tayari umeharibu. Mimi nataka kukusaidia tu lakini no. Kiuongozi haipaswi kuwa hivyo. Amen. Na kuna hii hapa ya mwisho ya 6. Naomba tuombe tu kwa ajili yake. Kwa nini umesema tu? Hilo neno tu la nini? Maana yake kuna kitu. Na unajua wanashare. Mama fulani sasa hivi tumuombee tu. Yaani hali yake ni mbaya, tumuombee tu. Yaani yule mama ndio maana mnamuona anaenda kanisani kila siku, tumuombee. Yeye haendi kanisani ila anamuona anaenda kanisani kila siku, ana tatizo, tumuombee. Anataka kusema vitu vyake vya ndani. Wakristo wengi wanatumia neno tumuombee tu. Lakini yule mchungaji ana tatizo kubwa sana, tumuombee tu. Sikiliza bwana, usiniombee kwa maneno hayo mimi. Amen. Kama ukitaka kuniombea niombee bila kutaja kwa watu, tumuombee tu fulani. Huo unaitwa ni kuua sifa bora za watu wengine. Amen. Usijaribu kufanya hivyo. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo hapa nikaweka mbinu kadhaa za kuepuka kufanya jambo hili, lakini kabla ya pale, kama usiandike. Nataka nikuonyeshe aina za character assassination. Aina ya nini? Character assassination tunatafsirije? Ya kuharibu sifa kuharibu sifa ya mtu. Ziko aina nyingi. Aina ya kwanza ni kutengeneza fitina. Tunasema hii ni aina ya character assassination, ambapo mtu anatunga jambo ambalo hajawahi kulisema wala kulifanya, lakini analitunga ili akuharibie sifa. Anatengeneza. Na mkimfuatilia anazima. Hili tunalipata katika Biblia. Naomba uandike tu, utisome kwa sababu ya muda. Katika Wafalme ya kwanza sura ya 21 mstari wa 13. Wafalme ya kwanza sura ya 21 mstari wa 13. Hapo tunapata mfano wa Nabothi ambaye aliuawa kwa sababu ya shamba lake. Kuna mashahidi walioinuka wa uongo wakaenda kueleza uongo. Hii inaitwa ni mtu anatengeneza fitina. Jambo ambalo hujawahi kulifanya, ila wanatengeneza fitina na wanalisema ezifu ni la ukweli. Ya pili ni umbea. Hii inaitwa ni gossip au slander. Gossip au slander, hii ni kueneza habari ya mtu, iwe ni ya ukweli au iwe ni ya uongo. Inaweza ikawa ni ya ukweli au ya uongo, lakini lengo la kueneza habari ile ni kukuchafua. Mfano, inawezekana kweli mimi lakini sio mimi. Natoa mfano. Inawezekana mimi kama mimi, labda kweli nimeachana na mke wangu. Au wewe ulishatoa talaka kwa mke wako au mume wako. Ni kweli, si ndio? Ndio. Lakini mtu mwingine anasema, yule alisha wake hawa. Alishaacha. Huyu anayemchukua ni wangapi? 3. Na atamwacha na yeye. Ni kweli ameacha wake wangapi? 2. Lakini lengo la kuzitoa zile taarifa ni kumchafua. Ndiyo. Sio kujenga, ni kuchafua. Ndio katazwa hapa. Lengo ni kuchafua. Lengo linapokuwa kuchafua ndio linaharibu. Hiyo ndio nilikuwa nasema nini, hii inaitwa ni gossip. Lakini lingine naenda haraka, mengine mtayapata huko mtakapokuwa mmejisomea. Ni kubeza au kudhalilisha hadharani. Hii inaitwa ni mockery and public ridiculous. Hii ni aina ya character assassination. Mtu anatumia dhihaka, kejeli au mdhaha mbaya kumvunjia heshima mtu mwingine. Nisikilize mtu wa Mungu. Kuna watu wanatumia utani lakini wanawasilisha ujumbe.
wa kukuchafua. Ndio. Ndugu yangu wewe, kwa wadada wadogo wadogo si tunakujua. Anacheka lakini wale wanaosikia wanaweka kitu. Ukija kukaa nyumbani uko peke yako tunagundua alisemaje jamaa? Asema mimi kwa wadada. Aliongea kiutani, lakini ukweli ni kwamba alikuwa anawasilisha ujumbe ili watu wengine wapate kwamba wewe ni mtu mbaya. Usimruhusu mtu akutanie jambo ambalo hujawahi kulifanya. Amen. Utani wa namna ile ni mbaya, utani ule unakuchafua. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo kuweni makini sana. Kuna watu ambao watatania. Kwa mfano kwenye Biblia tuna mfano katika kitabu cha Nehemia sura ya 4 na ule mstari wa 2 hadi wa 3. Wakati ule Nehemia walikuwa nataniwa kwamba mbona tunaona hata kaukuta kwenu ni kama nini? Akasemaje? Hata mbweha kinani? Hata mbweha akikanyaga anakaangusha kaukuta kwenu. Kaukuta kenu hako ni kaukuta ka aina gani? So you see. So that's how people, hivyo ndivyo watu wanavyoweza kukuchafua. Mtu anayetania, na nataka nikusaidie. Ukimwona mtu anatania sana juu ya maisha yako ya karibu, uwe makini sana. Ana nia ya kukuwasilisha ujumbe kwa njia ya utani. Ndio. Kuna watu wengine ambao wanawasilisha ujumbe kwa njia ya utani. Kuna mtu mwingine anataka kuwasilisha ujumbe, anatumia niliota ndoto. Tuna binti kabisa, mtu anakutania, nimeota ndoto nimekuwa na wewe chumbani. Na wewe unacheka, ndoto nzuri hii itatimia siku moja. Kemea ile ndoto. Sio ndoto, anatongoza, ila ni muoga. Ndio. Kwa jina la Yesu. Mtongozaji anaogopa, anasema unajua wakati nilipokuwa nimelala nilikuona. Au anakuambia hivi kweli wewe huwezi kuolewa na mimi. Yaani ni kama anacheka hivi. Hivi kweli wewe naweza kukuoa tu, naweza kuoa yule mume wako yule mzembe mimi naweza mbona kukuchukua tu. Halafu mke wa mtu hapa anacheka. Ile ni mbinu anaitumia kuwasilisha kwako. Kataa. Bwana asifiwe. Amina. Lakini kuna hii hapa tunaita ni nimeshasema kueneza uvumi. Bado. Kueneza uvumi. Hii ni pale mtu anaweza kuchukua habari ambayo haijathibitishwa na anaichukua na kuieneza kana kwamba ni habari ambayo ni ya kweli lakini ni ya uongo. Hii tunaweza kuipata wakati pale Paulo alipokuwa anahubiri, walieneza habari mbaya juu ya Paulo. Na ndio maana katika Matendo ya Mitume sura ya 21 inasema wamesikia habari kuhusu wewe kwamba unawafundisha Wayahudi wote walioko katika mataifa kuiasi Torati. Paulo hakuwafundisha watu kuiasi Torati. Aliwaeleza namna Torati isivyo na nguvu mbele ya neema. Amen. Lakini wakaona wanafundishwa kuiacha Torati. Lakini kuna mtu anaweza akatumia taarifa zako nusu kwa ajili ya kukuchafua. Lakini niseme tu haraka kuna watu wengine ambao wanaweza kukutafsiri vibaya. Hii inaitwa misjudging intentions. Kwa mfano katika Biblia ukisoma katika Samueli ya kwanza sura ya kwanza mstari wa 14, yule kuhani Eli alimhukumu vibaya mwanamke nani? Hana. Alipokuwa anaomba kimya akamwambia wewe unafanya nini? Umelewa. Misjudging. Wakati mwingine tunawahukumu watu kwa kuangalia tu. Wakati mwingine yani kwa kumwangalia tu na mhukumu kwa huyo hamna huyo. No. Tusihukumu watu bila kuwa na uhakika. Tusihukumu watu kama tusipokuwa na uhakika. Amen. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilishaeleza nafikiri mifano kadha wa kadha juu ya maisha yangu pia. Namna mtu ambao wanaweza katika maeneo tofauti ya unahukumiwa. Alafu wewe mwenyewe unashangaa. Kuna watu ambao wanakusema hata hawajawahi kukutana na wewe kabisa.
Yaani mimi kuna watu ambao wananisema lakini na utadhani wananijua sana. Yaani mpaka wanatoa mifano, yule Seni unajua yuko hivi bwana. Yule jamaa hatari sana bwana. Lakini sijawahi hata kukutana naye. Siku moja mchungaji mmoja tulikutana naye sehemu fulani, sitaki kutaja. Yule mchungaji tulipomaliza kuzungumza kikao, akaniambia wewe ndio Seni? Nikamwambia ndio. Akarudia tena, ni Seni yupi? Yule wa Shekina? Ndio. Shekina ya wapi? Ya maana siku hizi Shekina ziko nyingi. Ile ya Presbyterian ya Madare? Ndio. Akaniambia basi mtumishi nitakutafuta. Akamaliza hivyo. Alipokuja kunitafuta akanieleza, akasema mchungaji, mimi nilishapewa taarifa zako mbaya sana, ila naomba nisimtaje mtu aliyeniambia. Yaani uliposema Seni nilianza kutafakari ni yupi? Ni yule niliyeambiwa habari zake? Just imagine. Ni misjudging, we misjudge. Tunahukumu watu vibaya. Sisi katika hali ya kawaida tukikuona umesimama na msichana pale tunajua nyie mna kitu. Haiwezekani mkae tu no. Kuna ka connection fulani. Nakumbuka nilipokuwa nikisoma, nilishawaambia baadhi ya watu, nilipokuwa nikisoma Bible kwa ndoto mwaka 2004, watu wakatoka wakaenda bafuni. Wanasema Dani, inaitwa Dani kipindi kile. Dani wana fulani kule wanafanya mambo yao. Wanaosema mimi nipo nimelala pale pale bwenini, wanasema wazee kabisa, na siwezi kusahau hilo tukio. Wazee wakatoka na taulo wanaenda kukamata mtu. Jamaa mmoja, rafiki yangu mmoja, akasema ala, hivi uko hapo umelala? Hebu chungulia kule dirishani. Tukachungulia kama dirisha. Tukakuta watu wamesimama wanazunguka. Wanataka kupeleka taarifa zangu kwa mkuu wa chuo kwa sababu hawana ushahidi. Wanataka wapeleke ushahidi. Yaani wanakusudia wanataka wanikamate usiku ule wanipeleke kwa mkuu wa chuo ili nifukuzwe chuo. Just imagine. Watu wanafanya lobbying ili ufukuzwe mahala. Watu wanapeleka uongo, wanachafua kila aina ya uchafu. Sasa mimi nikachungulia pale, nikaanza kucheka. Nikaamka. Nilikuwa nimelala. Chumba changu, bweni langu lilikuwa ni mwisho kabisa, nilikuwa nalala mwishoni. Lakini kulikuwa na mlango ulikuwa umetobolewa wa kuingia bweni la pili. Kwa hiyo rafiki yangu aliposikia akaja kwenye bweni la pili akasema, kumbe uko hapa. Hebu chungulia kule. Wale wazee mpaka leo wengine ni wachungaji. Na wajua. Na mpaka leo tulikata kabisa mawasiliano. Na wajua, na waonaka kwenye mitandao. Tulikata. Siwezi kukaa na mtu karibu anayetaka kuniharibia. Ndio. Kama mtu na ule mtu ni hatari sana. Amina. Baada ya kushindwa lile jaribio, wakaja na jaribio la pili. Ile walishindwa, nilikuwa ni aibu, wakarudi mle wana taulo wameshikilia. Walikuwa wamelala, wamerudi na taulo, yani wanataka wawahi, hata hawataki kuvaa nguo, wanataka wawahi tukio. Wakatengeneza tukio lingine, yani matukio ni mengi. Lakini yote hiyo ni kwa ajili ya kukuharibia. Ili usiaminiwe na watu wanaokuamini. People will do so. Watu watafanya hivyo ili kuhakikisha kwamba hauaminiwe na watu wengine. Wanatusaidia sana. Amina. Lakini kuna wakati mwingine unaweza kuhusishwa na makosa ya wengine. Na ndio maana ni muhimu sana kutembea na watu ambao mnaendana nao, kwa sababu siku moja watakuja kukuhusisha na makosa ya mtu mwingine. Kwa hiyo Yesu katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 19, Yesu alihusishwa na watoza ushuru. Inasema hivi, tazama mtu mlafi na mlevi rafiki yake yao watoza ushuru na wenye dhambi. Hebu unaonaje? Inasema hivyo, mrafi huyu, mlevi, rafiki yao watoza ushuru na wenye dhambi. Unaona haya? Yaani wanakuhusisha. Kiongozi unahusishwa na hayo. Hii yote lengo lake ni kukuharibia. Sasa namaliza kwa kusema hivi, ili uweze kuepuka hii, jambo la kwanza la kufanya ili uweze kuepuka character assassination, epuka kueneza taarifa usizozijua juu ya mtu. Epuka kueneza taarifa usizozijua juu ya mtu. Jambo la pili, kataa kushiriki mazungumzo ya kumchafua mtu. Kataa kuzungumza mazungumzo ya kumchafua mtu.
Kama huna taarifa za kutosha juu ya mtu, nyamaza. Amina. Unanisikia? Amen. Kama huna taarifa za kutosha kuhusu mtu, usimsemee. Wewe sio msemaji wake. Haujatangazwa kuwa msemaji wa familia hiyo. Hujatangazwa kuwa msemaji wa mume wa mtu. Hujatangazwa kuwa msemaji wa mke wa mtu. Huna taarifa za kutosha, nyamaza. Tuko pamoja? Amen. Lakini jambo lingine, weka moyo, yani uwe na moyo wa kutetea watu wengine, lakini pia jifunze kusamehe watu, sio kuwaharibia. Amen. Unapokuta mtu anasema vibaya, usiogope kusema ukweli wake. Usiogope. Usiogope kusema ukweli. Hakuna mtu ambaye amekamilika. Tunakubaliana, si ndio? Ndio. Sasa hatutumii kweli wa udhaifu kwa ajili ya kufanya dhambi. Lakini tunapokuta mtu anachafuliwa, hebu tusimame angalau hata mazuri ya kwake madogo. Haiwezekani mtu awe na mabaya tu. Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amina. Hata maji machafu yanaweza kutumika kuzima moto. Ndio. Usimchafue tu mtu kwa sababu umepata ka point kadogo kwa kumchafua. Unatoka nayo maneno, unaanza kusema huyu mtu ni mbaya sana. Unaposema hivyo, maana yake atakosa, watu hawatamwamini. Amen. Watu watapoteza imani naye. Na kwa sababu wewe sio msemaji wake, kwa nini usiamue kunyamaza? Na unaponyamaza, usinyamaze kwa hasira. Usinyamaze, mimi nimeamua kunyamaza, lakini tayari ukisema hivyo tunajua kuna kitu. Tuwatetee watu wengine. Amen. Tuwatetee watu wengine. Haleluya. Amina. Kwa kweli namshukuru Mungu, sio kwa majigambo. Unajua ukisema hivyo pia unaweza kuonekana na majigambo. Huwa sina huo ubavu wa kuungana kumsema mtu ikiwa hana baya ambalo amenifanyia na lijua. Amen. Siwezi. Amina. Kwa sababu nitahukumiwa kwa maneno yangu. Siku moja nitasimama kuhukumiwa. Kitu sina taarifa nacho, nitanyamaza. Lakini huna taarifa ndio unataka uchokonoe, ujue, ukijua inasaidia nini? Kuna vitu vingine hata tukivijua haviwezi kutusaidia. Hata kama ukijua. Ukijua fulani anazini, haina msaada sana kama hujamsaidia. Mwende. Na huna haja ya kumwambia kwingine, mwende mfuate. Vipi hii kitu imekaaje? Mambo yanaenda tu vizuri. Lakini mimi unameona nina udhaifu afu naenda kunisema kwa jirani pale, ni kunichafua. Nilishawaambia, hata huo ni msimamo wangu hapa. Nilishakaacha mimi kutangaza mtu akifanya dhambi. Ila nitakuja kwako. Kama ni huduma naweza kukusimamisha mwenyewe tukiwa wawili.